sana katika miongo miwili iliyopita. Watu walikuwa wanaiba, lakini wanaiba kwa tahadhari, kwamba wale jamaa wakiyapata watayamwaga na wataleta msukumo. Sio kwamba wizi uliondoka kabisa, ila kulikuwa na tahadhari. Hivi sasa mafisadi wa Tanzania, wala rushwa wa Tanzania hawana hofu yoyote, kwa sababu hakuna political pressure. Kwa hiyo wananchi wanalalamika chini kwa chini, na gari langu bandarini, nimeshakamilisha kila kitu, lakini hawa jamaa wananipeleka mbele, wananirudisha nyuma, ili mradi, kwa sababu hata kama pale ambapo mamlaka zenyewe za kiserikali ndio zinazembea, taratibu zenyewe ni mbovu, zinasema wewe kwa kila siku mzigo wako ukibaki pale utatozwa fedha fulani, na ni mapesa mengi kweli kweli. Wananchi hawa hawana kwa kushtakia. Ndio maana nikatoa wito kwamba itumieni ACT Wazalendo kama chombo chenu. Ukikandamizwa na TRA, sisi tunataka kutekeleza wajibu wetu wa kuleta msukumo wa kisiasa, na ndio maana nikanukuu lile tamko la Yusuf miaka ya 70, kwa sababu najua kwenye hiyo political pressure ziko mbinu zitatumika. Kwanza utapewa tahadhari kwamba bwana Ado, bwana Mchinjita, mama Dorothy, ndugu Zito, huko mnakoenda siko. Hatua ya kwanza huwa inakuwa ni tahadhari. Wakiona tahadhari uizingatie. Hatua ya pili ni vitisho na hofu kwenye hiyo political pressure. Hatua ya mwisho ni kuchukua hatua za kukudhibiti kwa kutumia mabavu, kama ambapo wengine wamepitia. Ndio maana kwenye tamko letu hapa nilijua hii ahadi tunaowapa Watanzania ni ngumu, sio ahadi nyepesi. Kwa hiyo ni vizuri kutamka hadharani mapema kwamba tunavyoibeba ajenda ya ufisadi, ili kuipa maana ripoti ya CAG, tunajua gharama ambazo tutakwenda kulipa. Ndio maana nikatoa tamko kwamba tupo tayari, hatuhofii lolote, tuko tayari kwa mapambano. Hatua ya pili muhimu, ukiacha political pressure, ni mass action. Ni lazima umma uchukue nafasi yake. Ndio hili nasema Kenya walifanikiwa. Wanasiasa walifanya kazi yao kwa muda mrefu kutengeneza utamaduni wa kuleta msukumo wa kisiasa dhidi ya ubadhirifu, alafu umma ukahamasika, ukachukua hatua za vuguvugu la umma. Hatufuatilii tu yanayoendelea katika vijiji vyetu. Mimi naweza kusema siasa za vijijini zimepiga hatua kuliko siasa za kitaifa. Vijijini wananchi wanaweza wakamwajibisha mwenyekiti wa kijiji aliyeuza msitu, wakamwambia wewe utawali. Mimi navijua vijiji kadhaa ambapo wenye viti wa vijiji wamebaki simboli kitu, anaitwa mwenyekiti lakini akanyagi kijijini. Kwa hiyo lazima umma utekeleze wajibu wake. Ukiacha vijijini, tuende tunawahamasisha vipi kwenye kata zetu, tunawahamasisha vipi kwenye nchi. Sisi kwa upande wetu tutatekeleza wajibu wetu wa kuleta msukumo wa kisiasa. Umma bila shaka na wenyewe utatekeleza wajibu wake wa kuleta vuguvugu kubwa la umma kuiwajibisha serikali. Kwa hiyo hayo ndio ninayoweza kuyasema kwa sasa, na yuko ndugu yangu pale amesema anatupongeza kwa tunavyopambana bungeni. Bila shaka tumezipokea pongezi hizo. Chama chetu kilipoturuhusu kwenda bungeni kilitoa tamko kwamba kinatuagiza tulitumie bunge kama uwanja wa mapambano, na tutaendeleza kutekeleza wajibu huo. Ila leo hapa ni Ado Shaibu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo. Yale ya bungeni, macho yaelekee tu bungeni. Tutapambana nje na ndani mpaka kieleweke. Asante.